Makamu mwenyekiti kanisa Moravian Tanzania jimbo la Mashariki Mchungaji Timothy Mwangenja amewahimiza Wakristo nchini kumtegemea Roho Mtakatifu katika maisha yao, huku akisisitiza kuwa na imani ya kumtumaini Mungu ni msingi wa ushindi katika nyakati ngumu ndani ya kanisa na taifa. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam katika ibada ya kumbukumbu ya Roho Mtakatifu iliyofanyika katika kanisa la Moravian jimbo la Mashariki usharika wa Tabata, Mchungaji Mwangenja amesema kuwa waumini wenye umoja na upendo wanakuwa na nguvu ya kuchangia katika kujenga taifa lenye mshikamano na kuvuka salama katika changamoto. Lakini Roho wa Bwana aliposhuka alitibu jeraha zao, akawaunganisha kwa pamoja, akalifanya kanisa liwe moja, wakazidi kuenea dunia yote. Nasi kama Watanzania katika kipindi hiki ambacho kuna mchanganyiko mbalimbali, madai mbalimbali, kuna maumivu na majeraha, tunamhitaji Roho Mtakatifu ili agange jeraha zetu, atufanye taifa liwe moja ili tuweze kuongezeka, tueneze habari ya amani kwa watu wote. Mchungaji wa kanisa la Moravian jimbo la Kusini Samuel Kabigi amelitaka kanisa na viongozi kuongozwa na Roho Mtakatifu katika utendaji wao wa kazi. Naomba nitangaze kwa upya, I declare for myself, tunahitaji kanisa ambalo ndani yake yumo Roho anayeishi, Roho anayetembea ili atuvushe. Imetosha kutembea bila Roho, imetosha kutembea kwa mazoea, imetosha kutembea kwa visasi, imetosha kutembea kwa chuki, imetosha kutembea kwa kuferi. Lazima tuvuke kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Na wachungaji na waumini wa kanisa hilo wameeleza faida ya kupokea Roho Mtakatifu, wakisema kuwa kanisa linahitaji watu wenye imani thabiti, wanaomtegemea Mungu na walio tayari kutekeleza wajibu wao kwa uaminifu. Ulimwengu wa sasa, ulimwengu wa utandawazi, kama watumishi au kama kanisa linapita kwenye changamoto mbalimbali ambayo watu wanapokea mambo mbalimbali. Lakini watu waliopokea nguvu ya Roho Mtakatifu ni rahisi sana kuongoza, kwa sababu hawa watu kwanza wanakuwa na utii, wanakuwa na unyenyekevu, wanakuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Hata faida kubwa ya Roho Mtakatifu na kuongozwa naye, tutashinda dhambi, tutashinda vishawishi, tutashinda mazingira yaliyopo ya sasa. Kama ambavyo vijana wanasema, huwezi kutoboa bila rushwa, huwezi kufanya jambo lolote bila kufanya hiki. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, tuna uwezo wa kutoboa bila kutoa rushwa, tuna uwezo wa kufanya kila kitu. Ibada hiyo imekuwa fursa ya kuwakumbusha waumini nafasi ya Roho Mtakatifu katika kuongoza, kuwapa nguvu na kuwasaidia kufanya maamuzi yanayojenga maisha yao, kanisa na jamii.